Jambo la kwanza katika maandiko, tujifunze kuenenda kwa hekima na kuchukuliana na watu wenye haiba mbalimbali. Tunapaswa kujifunza kuendana kwa hekima na kuchukuliana na watu wa haiba mbalimbali. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 5 hadi wa 6. Wakolosai 4:5-6, maandiko yanasema, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Maneno yenu yawe na neema siku zote, yaliyokolea munyu, mpate kujua jinsi ipasavyo kumjibu kila mtu. Majibu hayawezi kuwa sawa. Kila mtu kuna namna ya kumjibu kulingana na vile alivyo. Kuna namna ya kumjibu mtu wa aina hii, kuna namna ya kumjibu mtu wa namna hii. Kuna namna ya kumjibu mtu mwenye aiba ya sanguini, kuna namna ya kumjibu mtu mwenye aiba ya koleriki. Nitakuja kuzitaja hapo mbele, usiwe na wasiwasi, utazifahamu vizuri leo. Jambo la pili, kujua haiba yako na haiba ya mwenzi wako kutakusaidia kuwa na unyenyekevu, mpole, mvumilivu na anayechukuliana na watu wenye haiba mbalimbali. Jambo la pili tunasema, kujua haiba yako mwenyewe na ya mwenzi wako kutakusaidia kuwa mnyenyekevu, mpole, mvumilivu na anayechukuliana na watu wenye haiba mbalimbali. Waefeso inatupa nguvu. Waefeso 4 mstari wa 2 na wa 3. Waefeso 4:2-3 inasema, kwa unyenyekevu wote na upole na kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. Mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Jambo la tatu, maandiko yanatufundisha nini? Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 4. Usifanye jambo kwa kushindana wala kukomoana katika ndoa zetu. Tufahamu kwamba tumeumbwa katika hali tofauti. Wafilipi 2:2-3-4, maandiko yanasema, msitende neno kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amheshimu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Na la 4 na la mwisho katika maandiko, kila mtu ana sehemu ya muhimu kwa mwenzake. Mume ni wa muhimu kama alivyo mke na kadhalika. Warumi sura ya 12 mstari wa 5. Vivyo hivyo sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Kwa hiyo maandiko haya niliyosoma kwa pamoja kwa ujumla wake yanatuhamasisha tujuane, yanatuhamasisha tufahamiane kila mmoja kwa mwenzake, na tukishafahamiana maandiko haya yanatuhamasisha tuchukuliane. Kisha mjua mwenzi wangu ni mdhaifu kwenye eneo hili, lakini ana nguvu kwenye eneo hili, utamchukulia. Utajua namna ya kuendana naye. Ukishajua ana udhaifu kwenye hela, hana uwezo wa kutunza fedha. Kuna haiba hapa nitakuja kuizungumza. Mtu mwenye haiba hii hana uwezo wa kutunza fedha. Hawezi kutunza fedha, hawezi kutunza mahesabu. Hata akipata milioni ngapi zitaisha kesho. Benki kwake sio ya muhimu. Benki ya nini bwana? Mtu ana matatizo kibao na fungua akaunti ya nini? Leta mzigo tutumie hapa, tusonge mbele. Hawezi kukumbuka mambo ya kesho kwa sababu ya aiba. Kwa hiyo mwenzi akishajua kwamba mme wangu au mke wangu yuko kwenye aiba hii, kwa hiyo atakuwa anamfuatilia. Kahela kakiingia na hakikisha yuko pale, kwa sababu anajua ukichelewa tu hutakakuta tena, katayeyuka. Kwa maandiko yanatusisitiza tujuane. Tukijuana tutavumiliana, tutachukuliana
tutasaidiana. Jina la Bwana libarikiwe.